Sasa swali linapokuja, majini wanapata wapi mali? Majini walianza kuzitafuta mali kabla ya sisi. Kama kuchimba madini, majini walianza. Kama matumizi ambao, majini walianza. Matumizi ya chochote unachokiona leo duniani, majini walianza wao kabla yetu. Kwa sababu huko kote ndiko kwenye makazi yao. Na wale waliopata fursa na bahati ya kutembezwa kwenye miji ya majini, ima katika ndoto ama live, basi walikutana na miji ambayo haifanani na miji ya dunia. Yani ya dunia ni cha mtoto, ya majini iko more advanced. Miji iko katika hali ya quality ya juu kabisa, ya kisasa zaidi. Leo unaweza kwenda chini ya bwawa, unaona ziwa Victoria, Lake Victoria. Pale chini kuna miji mikubwa sana ya majini. Lake Nyasa, pale chini kuna miji mikubwa sana ya majini. Maeneo yote haya, hata chini ya bahari kule kuna maeneo na miji mikubwa sana ya majini. Katika baadhi ya mito au baadhi ya mabwawa makubwa makubwa, maziwa, kuna miji mikubwa sana ya majini. Kwenye misitu kuna miji mikubwa sana ya majini. Kwenye milima kuna miji mikubwa sana ya majini. Na majini wana lifestyle zote tunazoishi sisi, kama tunavyoishi sisi. Na lifestyle zao, kwa sababu mwanadamu sasa ndiyo kiongozi kwa majini, wanaiga system ya maisha yetu. Wale wanaoishi Tanzania, wako wanaomiliki dola na kuishi na dola kama binadamu, wako wanaishi T-shillings, wako wanaomiliki Kenya shillings, wako wanaomiliki poundi, kila taifa wanapokuwa na majini wanaishi vile kwa lugha yao, na pesa wanatumia vile vile. Na jini anaweza akiwa kiishi Uingereza, basi anaweza kusema Kiingereza hata kama hajakwenda shule. Ndio maana ikatokea mtu leo Mzalamo, Mdengereko, Mnyakyusa au kabila lote hajasoma hata darasa la 7, akivaliwa na jini ambaye asili yake ni Uingereza, kazaliwa Uingereza, kakulia Uingereza, akipanda kichwani ataongea Kiingereza faswaha ambacho hata huyu mtu mwenyewe hakijui. Ila yule jini akiondoka na lugha hiyo haiwezi kusema hata good morning ajue anajibuje. Majini wako hivyo, kwa sababu na wao katika ile miji yao wanaishi kwa lugha zao, wanatumia rasilimali na fedha na lifestyle za maeneo yale. Sasa wanapokupenda hawa, wanapokukubali hawa, ukapata chaneli yao hawa, wanakusaidia kupata mali kulingana na unavyotaka. Ndio maana kuna watu wametajirishwa kwenye dhahabu na fedha, kuna watu wametajirishwa kwenye madini tu, kuna watu wametajirishwa kwenye fedha tu, kuna watu wametajirishwa kwenye hiki na kile. Hivyo inategemea wale viumbe unawakuta katika mazingira gani na anataka kukumilikisha mali kwa namna gani. Lakini ziko sharti za kumilikishana. Ima anaweza kukupenda mwenyewe, au ndio hiyo upate mtu mwenye taaluma ya kutosha kukusaidia. Japo siku hizi matapeli wengi, kila mtu anapitisha maneno yake ili mradi awadanganye watu, lakini kila kitu kinakwenda na watu wanaendelea kujifunza na kujua mbivu na mbichi. Naam. Sawa. Tunaposema majini nao wanaishi kama sisi, je, nao kwamba wananunua vitu? Kwa sababu tunavyowaona majini wana uwezo. Mtu akisema labda kama chuma ulete jini kwamba anaweza kaingia kafanya hiyo chuma ulete akachukua vitu vya wanadamu. Je, na wao wananunua? Yaani wanafanya biashara wao kwa wao kwamba wanaweza kazitumia hizo fedha? Majini wako mateja, majini wako vibaka, majini wako maraisi, wafalme, polisi. Kwenye majini majumbani mwao kuna ngome, kuna jela. Ziko jela za majini. Wakati fulani nilikuwa Singida. Acha nikupe mkasa na kisa. Kuna mdogo wangu mmoja anaitwa Ali Muhammad Awadhi Mshana. Yuko Zanzibar hivi sasa. Miaka ya 2097, 99 na 8, 2000. 2006 na 7 na 8. Aliwahi kuwa Singida. Ndio mwanzo tunafanya kazi za ruqya, visomo vya kusoma ruqya. Siku moja aliletwa mgonjwa. Huyu mtu anakuwa shahidi, anajua hili tukio. Wakati anasoma tena, nakumbuka ile dua ilikuwa inafanyika usiku. Visomo vile vilikuwa vinafanyika usiku. Shetani yule unajua zamani tulikuwa hatuna dawa za kumwadhibu jini kwa wingi. Siku hizi dawa za kuadhibu majini ziko nyingi. Zamani dawa za kuadhibu majini zilikuwa chache. Ndio maana walikuwa wanasoma ruqya miaka ya nyuma walikuwa na adhabu 3 kubwa. Adhabu ya kwanza
kumpiga fimbo jini akipanda. Wako watu walikuwa wanamchapa fimbo jini akipanda, jambo ambalo mgonjwa akitoka pale anapata maumivu. Wale waliotibiwa majini miaka 2000 kwenda nyuma, hiki kisa wanakijua. Kuna ambao walikuwa wanapigisha shoti na waya ya umeme. Jini akipanda unapigishwa shoti na waya ya umeme. Wapo walifanya hivyo. Sitaki kuwataja kwa majina, maana wengine saizi ni watu wakubwa sana. Hata nikiwataja kwa majina kuna watu watajiuliza, na huyu naye alikuwa anapigisha shoti watu. Si nimeleka sawa. Au kuminya kidole. Unaona hiki kidole mtu anaminywa hivi mpaka kinakaribia kuvunjika. Hiyo ilikuwa inatumika zamani kumuadhibu. Njia nyingine ilikuwa inatumika kisu. Unaona kisu hiki kule kwenye kusiko na makali, unamchinja hapa, unamchinja hivi, au mkono wako unaupaka mafuta, unausomea hapa ayati Kursi, unausomea Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun, unasoma. Ukimaliza unamchinja yule jini, na hii inamuumiza jini. Yani hiki kitanga cha mkono jini kama umekisomea ayati Kursi, ukimchinja ni kama unamchinja kweli kuku, anaumia vibaya. Hizo ndo njia zilikuwa zinatumika zamani. Sasa kuna wakati unafanya zote hizo, jini anakutazama na anakuletea jeuri. Si nimeleka sasa? Ukiona umezidiwa, unasoma aya za kuwaita majini. Unasoma aya za kuwaita majini wema. Majini wanahudhuria. Sura ya 72, surati jini. Ukiisoma usiku, ile sura, ukisoma tu ile sura, kanuni majini wanahudhuria. Kwa sababu yenyewe inakwenda kuwapa taarifa ya kumbukumbu maisha ya viongozi wao walipokuwa wanasomewa aya na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Surati Rahmani na ile ukizisoma tu majini wanahudhuria. Sasa tulipoona hali ni ngumu, ikabidi isomwe zile sura. Dogo akaichapa ile. Majini wakaja. Na sharia yake pale unapofanya kisomo, upunguze mwanga uwe hafifu, usiwe na mwanga kama hivi. Upunguze mwanga kidogo kuwe hafifu, mwanga uwe mdogo. Alipoisoma kuna kipindi unahisi kabisa kuna watu au vitu vimekuja. Kwanza sikia nywele zimesimama, unahisi kama kuna watu wanagongana. Alafu yule mdogo wangu Ali akatoa amri kwamba na waita majini wakubwa wakamate ujini waende wakamtie jela. Haikupita dakika 2 alikuwa analia kama mtoto yule jini. Yani yule mtu mgonjwa aliyepandisha jini akawa analia kama mtoto. Mara tukasikia kimya. Lakini majini wamemkamata na walikwenda kumtia jela. Tulikuja kujua ameenda kutiwa jela baada ya siku 3. Sasa nataka tu nikwambie kwamba kuna historia pana sana juu ya majini. Majini wanamiliki mali, majini wanafanya biashara, majini wanakuwa watumishi. Kuna majini polisi, kuna majini wanajeshi, kuna majini vibaka. Mimi miaka ya karibuni hapa nishawahi kutoa hiki kisa. Siku moja nilikuwa nyumbani. Mimi nilikuwa na shemeji yangu marehemu, Mwenyezi Mungu amrehemu hivi sasa. Alikuwa akiitwa Musa. Shemeji yangu Mwenyezi Mungu amrehemu amefariki kwangu na nimemzikia kwangu. Kwangu hapa Dar es Salaam. Siku moja yule mtoto alikuwa na majini anamsumbua sana. Nikawa namtibu na yatoa yanarudi, na yatoa na yanarudi. Siku moja nimeshamtoa na najua yameisha. Siku moja akapandisha, bwana mimi sipo. Afu yuko na dada yake nyumbani ambaye alikuwa mke wangu wakati huo. Sasa yale majini yamepandisha ni mateja, yanavuta bangi. Yaani oya, si tumeamua kunja hapa kwa sababu mshu wa shule hayupo. Alafu unajua familia yangu ishazoea ku debate. Mama Ismaili, wewe unamjua vizuri, ni story ya kweli nakupa. Basi katika mastori anawauliza, "Nyinyi mmetoka wapi?" Sema, "Si tulikutana naye hapo chini. Alikuwa anatoka na kwenda kusali alfajiri. Si tunatoka zetu juu huko. Maskani yetu pale kwenye Mwembe pale ndo tunakula ganja pale." Majini wala ganja, wanakula ngada, wanakula ndumu. Si naeleweka sawa sawa. Majini wako hivyo. Kwa hiyo kuna majini wacheza ngoma, wacheza mziki tu. Kuna majini wa hovyo, yani kila jini yani unavyoziona tabia za wanadamu ndivyo ambavyo maisha na tabia za majini zilivyo. Hivyo hivyo. Dokta hapo mwongea kitu kizuri sana kuhusiana na hiyo kwamba ukisoma hiyo sura ya jini majini unaweza kuja. Kuna mwingine hapa ameniuliza swali. Je, ni wapi imeandikwa kwamba tuwatumie majini wema kwa wema?
Na sasa kama hivyo alivyoniuliza hili swali na mimi naongezea hili. Nyinyi mlijuaje kwamba tukisoma hii suratul jini majini watakuja? Kwa sababu nafikiri ukisoma ile sura yote hakuna sehemu imesema ukisoma hii sura kuna majini wanakuja, si ndio? Sasa nyinyi mlijuaje? Na kingine ndo hili swali linaloulizwa hapa. Wapi mmeambiwa kwamba mwatumie majini wema kwa wema? Unajua swali analoliuliza sasa sio swali la mantiki wala sio swali la logic. Okay. Kuna vitu katika kanuni si lazima visemwe na Qur'ani direct. Okay. Wala visemwe na Biblia direct. Hapa ndani kuna joto, kuna baridi. Kuna baridi. Kwa nini? Tumeweka AC. Kuna aya yote Mungu anasema mweke AC kukiwa na joto? Hapana. Yaani kuna maswali mengine unaona kabisa mtu anauliza uelewa wake ni mdogo. Okay. Sio kila kitu lazima kisemwe direct. Katika maisha ya mwanadamu anatakiwa aone vyenye manufaa bila ya madhara, anavitumia. Vyenye madhara bila ya manufaa haruhusiwi. Nimeeleweka sawa sawa? Majini ni viumbe waliishi duniani. Ndiyo. Wanaishi chini ya utawala wa manabii wa zama husika. Okay. Mwenyezi Mungu kawaumba majini hivi sasa sehemu ya wasaidizi wa wanadamu katika kazi zao. Narudia tena, kuna vitu ili aendelee kuvifanya mwanadamu anahitaji nguvu za jini. Okay. Ima kwa kutumia password ya jina la Mwenyezi Mungu ili kuwa control au kisomo maalum. Okay. Lakini kinachofanyika pale watu wanashindwa kuelewa. Kuna viumbe leo wanatumwa kufanya kazi kumtumikisha mwanadamu. Nakupa mfano mdogo tu. Hebu niambie nini kinachofanya simu iseme? Yaani nini kinachofanya mobile phone umeishika hapa afu unaongea na mtu Ulaya? Nini kinachofanya sauti itoke hapa iende Ulaya? Nini? Naomba leo nataka nipate majibu ya kina. Nini? Si nasema ni mtandao, mawimbi yametengenezwa na wanasayansi, wanatusaidia tunawasaidia. Aya, nakuuliza, kwa nini usiseme na mdomo wako? Oh, na mawimbi yakaenda mpaka Ulaya. Kwa nini yapitie kwenye simu? Sijui sasa. Kwa nini yapitie kwenye handset tena iwe na chip? Kwa nini? Sijui. Na kuuliza swali wewe uniambie na hao wasikilizaji wengine, kinachopelekea simu iongee nini? Naambiwaga tu minara hii imeunganishwa, mawimbi. Kwa hiyo vitu vile wamefanywa na sayansi, kuna satellite ambazo zinaunganisha mpaka mawasiliano yanafika. Kweli? Naona ridhika ya maneno. Si wanatuonyesha vipo physically kwamba vinaonekana kwa macho. Ushawahi kuona mawimbi? Mawimbi hatuoni, ila tunaona kwa mfano satellite, tunaona picha zake. Minara tunaiona kabisa kwa macho. Sasa mnara, mnara si kama hii hapa nguzo uliowekea kamera? Ndio. Sasa kitu gani kinachofanya iende pale? Sijui. Anyway, nini kinachopeleka sauti yangu hapa kwenye mic ishike ipeleke kule ni rekodi na wewe uende ukaitengenezee kazi? Tumeshazoea kwamba hii imetengenezwa ni microphone ifanye hivyo. Yaani tumezoea hivyo kwamba kwa sababu ni microphone ina umeme, inachaji kila kitu unajua tayari. Sasa wacha nikufundishe kitu. Mzungu alipogundua kwamba kuna elimu ya siri ya ziada katika kuiboresha dunia, akaigawa elimu katika makundi mawili. Elimu ndogo akaipeleka kwa watawaliwa, elimu kubwa akaipeleka kwa watawala. Okay. Mzungu anajua anachokifanya. Mzungu anajua anachokifanya. Leo nataka nitoe somo hapa watu wanielewe. Ushawahi kusikia habari ya Pentacles? Pentagon au Pentacles. Hapana. Sio Pentagon, Pentacles. Sijawahi kusikia. Umeona hiki hapa? Unaona hii? Key, Red Dragon, Abracadabra, The Door, The Universe, Scorpion, Miller. Ili neno abracadabra ushawahi kulisikia wapi? Abracadabra sisi tunasikiaga kwa mazingaombwe. Abracadabra ni nini? Wenyewe wanasema ni magic. Unasema kitu kinatokea. Hivi inawezekana? Haya, sema wewe sasa hivi itokee. Sijui sasa, labda kuna ufundi wake. Hakuna ufundi, hii ni elimu. Umeiona hii abracadabra? Ndio. Umeona hii elimu hapa ilipo? Ndio. Ya leo nataka nitoe siri ambazo sijawahi kuzifanya. Umeiona hii elimu iliyo hapa? Ndio. Ushawahi kusikia baadhi ya filamu zina katuni ya abracadabra? Ushawahi kusikia? Ziko picha nyingi tu. Okay. Nenda kwenye internet na nawaambia watazamaji wangu waende katika internet. Hakuna mazingaombo ya mtu anasema kuwa kisha kikawe, mwenye kanuni hiyo ni Mungu tu. Okay.
Adabra kadabra ni elimu ya majini inayotumika na mtu ambaye ana communication na jini. Nataka kiti kinakuwa, nataka chumba kinakuwa, nataka mlima unizunguke unakuwa. Wanaofanya kazi ya kuzungusha na kuleta kile kisichowezekana kwa akili ya kibinadamu ni majini. Okay. Na watu wenye uwezo huo ni makundi haya. Majini wenye elimu au wanadamu wenye elimu ya kitabu. Natoa mfano hai, Waislamu watanielewa sana. Mwenyezi Mungu alipompa Nabii Allah Suleimani ufalme, alikaa wakati fulani Mwenyezi Mungu alimsalitishia jini. Afriti minal jini, Mungu anamtaja yule jini. Anaitwa Afriti minal jini. Mjini katika wakorofi. Yule jini katika wakorofi alipokwenda kwa Nabii Allah Suleimani, akamnyang'anya pete yake. Nabii Suleimani akawa maskini, akatoka kwenye ufalme, akabaki tu kwenye unabii. Nabii akabaki nabii, lakini ufalme akatoka. Akaishi maisha ya dhiki sana, siku 40 anapaa samaki. Si inaeleka sawa. Aliporudishiwa pete ile baada ya Asif ibn Balkhia ambaye alikuwa ni msomi wa Torati, alipokuja kugundua kwamba huyu si Suleimani, huyu ni Afriti katika jini, kwenye kikao aliposoma aya za Torati na kumdhihirisha kwamba huyu si binadamu, huyu ni jini, alipojua amegundulika, yule Afriti alitoka kwenye kiti akakimbia baharini, akavua pete iliyokuwa inamfanya atiiwe na viumbe, akaitupa baharini na yakachomea baharini kwenye maji. Samaki akaidaka, akaenda akavuliwa na mvuvi. Suleimani akakabidhiwa samaki apae. Zawadi ya samaki aliyopewa kama posho yake, alipompasua ndani akakuta ile pete yake. Alipovaa ufalme ukarudi tena. Akarudi tena katika kiti chake. Surati Namli sura 27 kuanzia aya ya 18. Mungu anaelezea kisa hicho pale alipokuwa anakutana na majeshi yake na majeshi ya wadudu chungu. Wakati alipokwenda kukaa katika kiti, baada ya kumchagua ndege anaitwa Hudi Hudi ama Igo kuto kumuona katika yale makubali katika ile baraza lake, aliwauliza viumbe wengine, simuoni Hudi Hudi yuko wapi? Dakika chache Hudi Hudi akaja, anamwambia Suleimani, nimekutokea nchi ya Sanaa mimi, nimetoka Yemen, yani katoka Jerusalem kaenda Yemen. Asa mimi nimetoka Yemen na huko kuna mtawala tena mwanamke analisujudia jua badala kumsujudia Mungu. Wewe ni nabii wa Mungu, watu wataki kusujudia majua. Suleimani akasema, wewe unaniletea story kwa sababu hukua kwenye amri yangu. Inawezekana nilipokuwa sipo kwenye utawala wewe uliasi. Wewe ni katika wasi. Ambia hapana, kiukweli kabisa kuna mimi nimeenda kufanya uchunguzi kuona katika tawala zingine kuna nini. Suleimani anamwambia, nitafanya uchunguzi nigundue kama unachosema kweli, na ukisema uongo nitakupa adhabu ya kukunyonyoa manyoya yote au nitakuchinjilia mbalini. Akamwambia, mimi ninachokwambia ni kweli, kuna mtu kabisa anaabudu sanamu na watu wake. Akamwandikia barua, innahu min Suleimani wa innahu bismillahirrahmanirrahim, mnijie kwangu hali ya kuwa mmeshakuwa Waislamu. Akamkabidhi ile barua. Hudi Hudi akabeba akenda mpaka Yaman Sanaa, akaitupa katika nyumba ya mfalme. Yule bibi akaifungua barua, akaona kutoka kwa Suleimani, akashauriana na majeshi yake, akamwambia tukapigana. Yule mama akasema hapana, hakuna sababu za kupigana. Wakati anarudi Hudi Hudi kuja kumwambia Suleimani, ile barua nishaifikisha na wanajadiliana, na huyo mtu mwenyewe ana kiti cha enzi kikubwa kizuri kuliko cha kwako Suleimani. Suleimani wakati yuko kwenye kikao aliwaambia watu wake na majini katika kikao kimoja. Huku kuna majini, huku kuna binadamu. Kikao kimoja, hakuna Muislamu yoyote anapinga tukio hilo. Huku kuna majini, huku kuna binadamu, wamekaa kwenye kikao kimoja. Suleimani anawauliza, nani ataniletea kiti cha Malkia Balkis kabla mwenyewe hajafika hapa? Okay. Jini mmoja akasema, mimi nitakileta kiasi cha kuinuka na kukaa. Yani ukiinuka ukikaa mimi nishakifikisha. Wakati Suleimani anawaza aridhie au akatae, Asif ibn Balkhia ambaye alikuwa ni mwenye elimu wa kitabu alimwambia, mimi nitakileta kabla hujagusa mboni zako mbili za macho na kuachia. Yani ile imeisha. Sasa ni binadamu. Huyo binadamu mwenye elimu ya kitabu. Jini alisema ukisimama na kukaa kiko hapo. Hiyo ndo magic. Okay. Kadabra. Kadabra. Umeelewa eh? Hiyo ni nguvu ya jini ambaye anaweza kutumwa kufanya chochote. Sio, nimeeleweka sawa sawa? Lakini mwanadamu alipewa nguvu tayari kesi imeisha. Na kweli Suleimani wakati anawaza akapepesa kibinadamu. Kupepesa hicho hapo, kiti kishafika.
Sasa hawa wawili kila mmoja alitumia nguvu yake. Wote walitumia nguvu ya Mwenyezi Mungu, lakini mmoja alitumia nguvu ya majina kubwa zaidi kuliko nguvu ya majina aliyotumia jini. Mungu anataka kuonesha nini? Mungu anataka kuonesha majini pamoja walipewa elimu kubwa zama zao, lakini Mungu wanadamu kawapa elimu kubwa zaidi kuliko majini. Yaani jambo ambalo anaweza kulifanya jini dakika 5, binadamu akitulia kwa Mwenyezi Mungu anaweza kufanya ndani ya dakika 2.5. Ndio maana leo nimekuonyesha hizi hapa watu wajue hii ni nini. Watu wengi wanajua maana ya hivi vitu. Hivi vitu vina mambo mengi sana hivi. Na watu wanatakiwa kuvifahamu. Sasa kuna vitu vingi hapa. Unaona hii michoro? Ndiyo. Unaona hii michoro? Ndiyo. Hii michoro wamechora wazungu. Hakuna Mwarabu anachora huo mchoro. Okay. Hii michoro yote wanachora wazungu. Unaona ikadabra hii hapa. Inataka kunikimbia. Kama itafunguka haraka hapa kuna kitu nataka ukione. Nataka uone Mwenyezi Mungu alivyotupa nguvu sisi binadamu na akatuwezesha kufanya mazingira yasiyokuwa ya kawaida katika maisha yetu. Wanadamu sisi tunajidharau wenyewe tu, lakini Mungu ametupa uwezo mkubwa sana. Tajitahidi kuifungua, naona inagoma. Najaribu kuifungua inagoma. Najaribu kuopen lakini inagoma. Nataka nikuonyeshe. Pentacles ni moja kati ya Pentacles ni moja ya michoro maalum ambayo inawakilisha majina waliokuwa wakitumia majini na binadamu katika kufanya vitu vyao. Hiyo ndio inaitwa Pentacles. Ni alama, ni maumbo ya alama yanayowakilisha majina ya Mwenyezi Mungu ambaye ana uwezo wa kufanya vitu visivyo vya kawaida. Miongoni mwa hayo ni nyota. Okay. Unaona hii nyota hii? Yeah. Hii nyota ni alama ya jina la Mwenyezi Mungu. Okay. Na jina la Mwenyezi Mungu la alama ya nyota kwa Kiarabu linaitwa Afaridu. Okay. Na hakuna simu yoyote haina nyota. Niambie ipo? Hapana. Kompyuta? Kuna kompyuta haina nyota? Hapana. Kwa nini? Kwa nini wazungu wameweka nyota? Kwa nini wazungu wameweka hash? Kwa nini wazungu wameweka key, mimu ile kama funguo? Kwa nini? Yale yote ni majina ya Mwenyezi Mungu ambayo majini waliyatumia zama zao kwa lugha ya Kiebrania. Nyuma wakafanya makubwa. Sasa nataka tu watu wajue majini wana nguvu sana. Kuna vitu Mungu kawapa vya ziada. Na kuna nguvu majini zingine kawapa binadamu hakuwapa. Mfano, Mungu kampa nguvu jini ya kumuingia mwanadamu na kucontrol senses za mwili wake na kuzitumia. Lakini mwanadamu hana nguvu ya kumuingia jini akamtumia jini anavyotaka. Okay. Hapo umenielewa? Yaani jini ana uwezo wa kuingia kwenye mwili wako, alafu akatumia senses za mwili wako. Maamuzi ya miguu yako akafanya jini, mikono yako akaitumia jini, macho yako na masikio yako akavitumia jini, hata maumbile yako ya kiume ama ya kike akayatumia jini. Anaweza, lakini mwanadamu hajapewa nguvu ya kumfanya jini amuingie ndani, alafu atembee na miguu ya jini mbele za watu aonekane mbele za majini wengine. Mungu huyo mwanadamu hakumpa hiyo nguvu. Nataka nionyeshe kwamba majini kuna kitu cha ziada Mwenyezi Mungu amewapa. Tunasikia kuna wanadamu wana uwezo wa kupotea, yani kutembea hivyo kama tunavyosema majini, na wao wanaweza kutembea bila kuonekana. Ukisikia umefichwa, umejificha, basi wewe una nguvu ya jini nyuma yako. Sio ya kibinadamu. Hakuna kama umeingia kwenye jini. Huingii kwenye jini. Okay. Ila wakati ule jini anaweza kutengeneza kivuli. Okay. Akakuzunguka kwa kivuli ukawa huonekani. Pale pale watu wanakupita haupo. Kwa sababu jini kivuli chake kinaweza kuzunguka kama spidi ya feni. Kiasi ambacho anaweza kufanya mpaka transparent usione kama kuna kitu kinazunguka. Kama ilivyo panga ya ndege. Ndege kichukua spidi, ile panga yake wala huwezi kujua kama inazunguka.
Jini anaweza kufanya mwili wake ufanye hivyo. Kwa hiyo anaweza akakuchukua akazunguka na wewe kiasi ambacho wewe unakuwa kama unazunguka ndani ya dunia, lakini yeye kakuficha na hakuna anayekuona na watu wanakupita hapo hapo. Sawa, hapo ulipotoka kuongea kauli kwamba kuna vitu ili uvifanye unahitaji uwe na jini. Nguvu ya jini. Inahitaji uwe na nguvu ya jini ili ufanye hicho kitu. Na hapo inatoka kwenye ile kauli tuliyotoka nayo juzi kwamba kuna matajiri, ili uwe tajiri mwenye matrilioni lazima na wewe uwe una jini. Wengi wao wanatumia utajiri kwenye nguvu ya majini. Sasa swali ambalo niliulizwa kutokana na hiyo hasa kauli ya kwamba tajiri ili uwe tajiri mkubwa. Je, Mungu hana uwezo wa kutoa huo utajiri kama aliompa Suleimani, kiasi kwamba mtu ili labda tuseme labda tajiri namba 1 duniani lazima awe na jini? Hujanielewa. Okay. Na hao pia hawajanielewa. Okay. Sio kwamba Mungu hana uwezo wa kutoa. Mungu anaweza kutoa. Hata huyo Suleimani unasikia alikuwa tajiri, kuna wafanyakazi majini na watu walikuwa wanakusanya hizo mali wanamletea. Hata wewe pia ili ufanye kazi kuna wafanyakazi lazima wakusanye hizo mali wazimilikishe mikononi mwako. Kanuni ya kupata Mungu alivyofanya ili pesa iendelee kupatikana na kujizalisha, lazima uwe na watumishi wa kuitumikia hiyo mali. Kwa swala la kutumikia mali hiyo ni kitu kingine ambacho Mungu anakupa hidayah. Wale wanaotumikia hata wakiiba hawata kudhurumu na kushusha, na kile wanachokisimamia kitaendelea kukua kwa kasi kubwa kuliko matumizi. Okay. Kwa sio kwamba Mungu hawezi, Mungu anaweza. Hata Suleimani si alikuwa na wafanyakazi katika binadamu na majini? Yeah. Hakuwa yeye mwenyewe ndo anakwenda polini kusaka. Yeye alikuwa tajiri yuko tu. Majini wanakusanya mali wanaleta, binadamu wanakusanya mali wanaleta. Kwa mfano katika hizi zama zetu, zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati Mtume yuko duniani, tajiri namba 1 duniani ni Abdurrahman bin Auf, sahaba wa Mtume. Yani tangu yeye alipokuwa tajiri zama zake mpaka kiyama kitakuja hajapatikana tajiri wa mfano wake. Tajiri Abdurrahman bin Auf, kama utachukua mali za matajiri 100 wa dunia leo, ukakusanya mali zao zote ukaziweka pamoja, hiyo itakuwa robo ya utajiri wa Abdurrahman bin Auf zama za Mtume. Okay. Huyo mtu alikuwa na mali nyingi sana, Abdurrahman bin Auf. Sasa nataka tu niseme, na yeye alikuwa mfanya biashara. Abdurrahman bin Auf alitoka Maka anakwenda Madina, ana pesa, tajiri mkubwa, lakini alihama na pesa zinazotosha kwenye mifuko yake ya kanzu. Akafanya biashara miaka 10, akawa tajiri namba 1. Akaishi baada ya Mtume miaka kama 5-6. Kwa ule utajiri aliyokuwa nao baada ya miaka 5-6 Mtume, kwa miaka 15-16 tangu ameanza biashara upya na kuzimaliza, alikuwa tajiri kiasi ambacho leo ukiunga utajiri wa Bill Gates, sijui wa mwenye kompyuta, sijui wenye software zote, yani utajiri wa matajiri wote mpaka Donald Trump, yani uweke humo ndani, alafu utakuwa robo ya utajiri wa Abdurrahman bin Auf zama hizo. Okay. Kwa hiyo ninachotaka niseme, kupata mali pia kuna bebwa na usimamizi na ukusanyaji wa mali husika. Okay. Kadiri unavyopata usimamizi na ukusanyaji mkubwa wa mali, ndivyo unaweza kumiliki mali nyingi. Okay. Sawa, swali la mwisho sasa kuhusiana na hii elimu ya majini. Kwanza, elimu ya majini inapatikana wapi? Na tumesema umeshatoa taarifa kwamba mtu ili upate labda umpate huyo jini mwenyewe akupende aje, au upate mtu mwenye elimu hiyo halafu yeye ndiye akuongoza. Mtu anampateje mtu mwenye elimu hiyo? Na hiyo elimu yenyewe inapatikana wapi? Kama unavyosema wazungu wenyewe walitugawanyishia elimu, wakatupa hii elimu ndogo, elimu kubwa wakaamua wabaki nayo wenyewe. Hii nyingine sasa sisi watu weusi kama wewe Dr. Sule, mnakuja kuipata wapi? Kwenye vitabu. Viko vitabu vya wanachuoni wa kale, miongoni mwao wazungu. Nimekuonyesha hapa Pentecost namna inavyotumika. Nimekuonyesha hapa, lengo langu nilitaka uone, nitajitahidi kuifungua, na hii moja imefunguka. Umeona hii duara? Ndio. Abra, umeona Ndio. Abra kadabra. Ndio. Umeona hii Ndio. Abra kadabra. Mliona ili umbo lilivyotengenezeka hapa Ndio. Hii ni sign, ni symbol hii, alama. Na hapa ndani ukiona kuna B na R, adabra kadabra. Huku kuna A tupu, huku kuna A na B, hapa inafuata B, inafuata R, inafuata A, inafuata C. Ukilisoma hili inasoma adabra kadabra,
adabra kadabra, kulia na kushoto, lakini imetengenezwa kwa mfumo wa piramidi, na hii ni pentacosi. Hii ni moja kati ya alama zinazotumika na majini katika kutekeleza baadhi ya mambo. Alama hii ndio alama kuu inayofanya mazingaombwe, kwa watu unaona wanafanya mazingaombwe. Adabra kadabra, hii ndio alama yao. Unataka kuizumu watu waione? Nataka nitoe elimu. Na hao ni wazungu, si Waislamu hawa. Hawa ni wazungu. Hawa ni nani? Wazungu. Si Waislamu, hawa ni wazungu. Wanataka kukuonesha. Na hii na engo unaona kuna ncha hizi 1, 2, ukisipiga hizi engo ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mzunguko una engo 8. Kama unavyoona sign stop zile za katika barabara inakuwa na engo 8, ambako barabara ndogo inakwenda kuingia barabara kubwa. Kwa kuna siri kubwa na tutafundisha siku za usoni. Na hii imetengenezwa katika degree namba 365, anasifundisha hapa, ambayo ni sawa na wingi wa siku 365. Hizi hapa ukiangalia degree hizi ni sawa na siku 365. Umeandika hapo, umeona hii hapa? Ndiyo. Siku 365, unaona hizi hapa? Ambayo engo hizi 365 ndio zinazobeba siku 365 za mwezi za mwaka katika mwaka. Hii hapa. Kwa maneno ya Kiingereza kabisa anasema nianzie wapi? Anasema pazuri wapi? Anasema represent number and give on each side the number 365 which are the days of the year. Utaona ni kwa kiasi gani wanasema hizi engo zinavyoweza kubeba hiyo siku 365. Haya ndio maumbo yanayowakilisha dunia. Sasa umbo hili linawakilisha dunia. Hili ndio mchoro na umbo ambao unawakusanya majini wote duniani. Wote duniani unawakusanya wale wanaomuasi Mwenyezi Mungu. Ambao leo ukitaka kumtuma, ukimwambia niletee sura ya Bill Clinton, anamleta kutoka hapo alipo, anakuja hapa unamuona. Ngoja kwanza dokta. Kwa mfano umetoa ile mfano wa Singida vile mlivyokuwa mnaita majini. Tunajua kwamba mashe ile mfanye vile kuna kufunga, kuna kujitakasa inavyofanyika, yani inafanyika katika hali ya utakatifu. Kwamba mtu unakuwa na uwezo wa kimungu ndio unafanya vile vitu, kwamba una utakatifu fulani. Je, hivi vitu unapovifanya hui kinyume na Mungu, kwamba bado inahitaji uwe na utakatifu? Hii kadabra, hii kadabra, hii abrakadabra, hii ni jini wachafu. Hawa ni majini wachafu hawa. Okay. Hawa ni majini waasi hawa. Okay. Angalia hapa. They give power of the talisman. Talisman unajua nini? Tarasimu. Okay. Talisman ni tarasimu. Unaona hizi tarasimu zinaandikwa gafu, zinazungushwa, zinawekwa. Ndio. Ushawahi tarasimu? Ushasikia neno tarasimu? Nazisikia. Na watu wengi wanazimesilisha tarasimu na watu gani? Na Waislamu. Lakini hii talisman ni tarasimu. Anakuambia to give power to the talisman. This paper is placed inside a slick. Yani hii karatasi kiandikwa hii inatengenezwa power, inakufanya ukontrol majini wa dunia na unawatumia unavyotaka. Mzungu ndo katengeneza hii. Si Waislamu hawa. Sasa wazungu walipata wapi? Hizi tarasimu walizipata wapi? Walijuaje habari ya hizi tarasimu? Ndio maana nikasema wazungu wamegawa elimu makundi mangapi? Kundi moja wakawapa watawaliwa elimu ndogo, kundi kubwa wakabaki nalo watawala elimu kubwa, ili wamtawale mtawaliwa. Ndio maana leo mzungu hawezi kutengeneza simu akakuruhusu Mwafrika utengeneze ndege, utengeneze simu. Formula hii anabaki na yeye ili wewe uwe mtawaliwa. Okay. Sijui naeleweka vizuri? Nimejaribu kufungua lakini nitafunguka vingi zaidi kwenye hili. Leo tutoshewe na mazungumzo machache na watu watafaidika zaidi siku za usoni. Sawa, labda kwa kumalizia kama una neno tunaweza tukamaliza hivyo. Tulikuwa na maswali yao machache. Mimi binafsi ni waombe wale wote ambao wanaendelea kuona elimu ya majini kuwa ni elimu haipo, ni hivi, kama ni swala la ushirikina, basi vitu vingi
wanavyotumia wazungu katika kuifanya sayansi na teknolojia ambavyo mwanadamu anavitumia kwa maendeleo yake ya leo ni tarasimu na itakuwa ni ushirikina. Si ndio tunakubali kwamba simu ni Freemason? Si tunasemaga hivyo, simu hizi ni Freemason, sijui kuna nguo yale malama yao ni Freemason, sijui viwanda ni Freemason, magari ni Freemason. Ndio. Lakini wanatumia majini. Sasa kama unasema kumtumia jini kupata pesa haramu, mbona mzungu katengenezea ndege na simu? Na wewe unazitumia? Si utaki matumizi ya upande wa pili, au kwa sababu hii kafanya mzungu, hii kasema Dr. Sule ndo mnaikataa? Watu wajifunze bwana. Mimi nafanya upekuzi sana katika kusoma. Na ndio maana sitaki kubishana na wajinga. Yaani mtu akifika mahali akibishana, mimi sina sababu za kubishana naye. Kamaliza thanawi yake mjinga naachana naye tu. Mimi naenda kupekua kwa sababu natamani siku moja nikifa wazungu watafute kichwa changu alafu waseme huu bongo ulikuwa si wa kawaida. Kama tumeacha ni yetu kwa mara ya kwanza, tafadhali subscribe ili kwanza kupata kila video tunakuwekea. Asante.